Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa show zao za ligi ya mabingwa barani Afrika. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans leo hii ipo uwanjani kwa ajili ya kuweza kucheza mchezo wake wa mkondo wa pili kwa mara nyingine tena, baada ya kuweza kucheza mchezo wao wa kwanza dhidi ya Wiliete Banguela pale nchini Angola. Young Africans kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Sasa Young Africans wanawaalika Wiliete Banguela katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dakika 90 zitasema vipi, lakini kocha Romain Folz ameweza kuweka kikosi chake bayana, kikosi ambacho kitakachoanza katika mchezo huo muhimu kabisa kwenda kuweza kutoa dozi nzito kuelekea kwa Wiliete Banguela. Ni nani na nani wamepata nafasi ya kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza? Ndio swali muhimu ambalo ungependa kuweza kulisikiliza na kujua nani na nani ambao wameanza kwenye kikosi hicho cha kwanza. Mimi nimekusogezea hapa mwanzo mwisho, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine, unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans wanadondoka leo hii dimbani katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika mtua ile ya awali, ambapo walicheza mchezo wao wa kwanza, raundi ya kwanza dhidi ya Wiliete Banguela. Leo hii sasa wanakwenda kumaliza shughuli. Kikosini golini anasimama Djigui Diarra, screen protector. Mwalimu anaendelea kuweza kumwamini na kuweza kumpa nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye eneo la goalkeeping, ambapo umeweza kushuhudia ubora wake unavyozidi kuweza kujieleza kadiri siku ambavyo zinavyozidi kwenda, na namna ambavyo Yanga wanacheza na kuondoka na clean sheet. Ni dhahiri shaili ya kwamba golini hakuna pazia, yupo mtu imara kabisa akiendelea kuweza kulilinda lango la klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo utakwenda kulishuhudia katika mchezo huo mkubwa. Lakini katika pande wa beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwenda, mmoja kati ya vijana ambao kadili siku zinavyozidi kwenda wanazidi kuonyesha kwamba kujipambanua kwamba wao ni miongoni mwa mabeki bora kabisa kutoka Tanzania. Ameonekana kuwa na ubora mkubwa kabisa katika safu ya ulinzi ya Young Africans katika kazi yake kubwa kabisa ya kupandisha mashambulizi na kurudi kukava nafasi yake. Hilo jambo kwake linaonekana kama si shughuli, bali imeonekana kama ni burudani kwa mashabiki wa klabu ya soka Young Africans, namna ambavyo anafanya majukumu yake ipasavyo na kuhakikisha kwamba sehemu ambayo anayocheza haileti madhara kwa upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo hilo alina ubishi, atakuwepo katika nafasi hiyo kijana Israeli Patrick Mwenda. Huku katika nafasi ya beki namba 3 unazungumzia hapa sasa upande wa beki ya kushoto anaanza Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwalimu anaona kama kuna kazi ya ziada kabisa hapa katika upande huu, kwa sababu kila ambaye anacheza nafasi hiyo ni bora kweli kweli. Nazungumzia Issa Shadrack Kiboka pamoja na Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Kwa hiyo wanagawana dakika, ambapo kipindi cha kwanza anaanza Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukava nafasi yake vilivyo vyema kabisa. Close zake nzuri kabisa ambazo wanazipiga, namna ambavyo
anatengeneza mashambulizi kuanzia chini ni kazi kubwa ambayo mwalimu anahitaji kuiona leo hii kutoka kwa Mohamed Hussein. Lakini katika upande wa beki hapa nazungumzia namba 4 anasimama mtu mzima hapa nazungumzia Ibrahim Ahmadi Baka. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa mabeki vitasa kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwenendo mzuri ndani ya kikosi cha Yanga, kujiamini, namna ambavyo anafanya tackling zake, namna ambavyo anajua kuweza kuwapoteza washambuliaji wa timu pinzani kwa kukabwa tu. Yani unakabwa mpaka unapotea kweli kweli, uonekani, wanakuwa wajiuliza mwenzetu yuko wapi, kumbe amefichwa sehemu. Unaona bana uwezo mkubwa ambao yuko nao Ibrahim Ahmadi Baka. Beki namba 5 anasimama kapteni mwenyewe, nazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, mwalimu Romain Folz baada ya kuingia ameanza kumpatia nafasi na yeye kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia kazi kubwa kweli kweli ambayo itakwenda kufanyika leo hii katika eneo la ulinzi. Hapa nazungumzia safu ya ulinzi ya klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo halina doubt, tuendelee kuweza kusubiria muda mwafaka. Lakini katika nafasi ya upande wa namba 6 anasimama Azizi Andambwile. Unafahamu shughuli yake, mwalimu ni kama vile amekuja kumfufua Azizi Andambwile na kuweza kumwamini na kuamini katika kile ambacho anachokifanya. Ni ukweli ni kwamba hata kama mtu una matatizo naye, lakini namna ambavyo anavyofanya vizuri unaweza kushawishika kuungana naye. Kwa hiyo huenda mwalimu ameona kiwango chake, licha ya kwamba kuna wachezaji wengine ambao wamesajiliwa kama mbadala wa watu kwenye sehemu hiyo kutoonekana kufanya vizuri. Yeye ameamua kuungana na Azizi Andambwile na ameamua kuweza kumpatia nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo namba 6 inasimamiwa na Azizi Andambwile. Namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni hapa nazungumzia huyu ni Celestine Ekua. Anaweza kucheza katika nafasi hiyo. Mwalimu ameona kabisa dhahiri shahiri kwamba anahitaji kuweza kukaa katika nafasi hiyo huku kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa namba 8 anasimama si mwingine bali ni Alassane Kouma. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa watu hatari kweli kweli, wamezidi kuonyesha ubora mkubwa mpaka sasa. Toka ametoka na kikosi ya Young Africans tayari na goli 1. Kwa hiyo mambo yameshaanza kufunguka kwa upande wake kuweza kuandika mabao kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Huko namba 9 anasimama Prince Mpumelelo Dobo. Anafahamu shughuli yake, licha ya kwamba kwenye 9 anapata 1, lakini mwalimu anaendelea kuweza kumpatia nafasi kuendelea kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Lakini wakati huo akiweza kumsubiri Andy Boyeli amalize kuuguza majeraha yake, huenda tukaweza kushuhudia rotation ambayo itakao kiweza kufanyika kati ya Prince Dube na Andy Boyeli. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Mamadou Doumbia. Unafahamu bora wake miongoni mwa watu makini kweli kweli. Mwalimu anasema kwamba Mamadou Doumbia akipata fitness ya nguvu kabisa, basi atakuwa ni moja kati ya wachezaji tishio katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, sio Young Africans bali katika ligi nzima, kutokana na ubora ambao yuko nao Mamadou Doumbia. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama Profesa Waboli, nazungumzia Pacome Zouzoua katika nafasi hiyo. Kwa hiyo hiko ndio kikosi cha Young Africans kinachoanza leo hii dhidi ya Wiliete Banguela kutoka pale Angola, mchezo wa raundi ya pili baada ya wa kwanza kupigwa kule Angola, Yanga kushinda mabao 3. Leo hii Yanga wanashinda bao ngapi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, nami nitakuja kuweza kuyapitia tukiweza kujadiliana mambo